Hii ikiwa ni kwa maslahi ya usichokifahamu kuhusiana pia na Daudi Bashite katika harakati za kuendelea kumaintain na kuhakikisha kwamba ndani ya chama cha CCM ile nguvu kazi na convincing power kwa wananchi inaendelea kuwepo. Ikumbukwe kiuhalisia, yani kwa marehemu Dr. John Joseph Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5, ambapo ndani ya taifa la Tanzania moja kati ya vipenzi na watu wake wa karibu sana aliyokuwa akiwatumia na akiwaamini kwa 100% alikuwa ni Paul Makonda, ama unaweza kumuita Baba Kegan. Sasa nitakupa sababu ya msingi ambayo mpaka hivi leo Paul Makonda amekuwa akitabiliwa sana, yani endapo kwa miaka inayoendelea kusonga, basi kama ni miaka 20 mbeleni, basi Paul Makonda kuja kusikia ni rais wa nchi ya Tanzania, hatuwezi kushangaa kutokana pia na talent iliyoweza kuzaliwa ndani ya moyo wa Paul Makonda katika swala zima la siasa. Na ndio maana akiwalisia hata kama hakuonekana kwamba labda amesoma mpaka huko vyuo vikuu ama kusoma mpaka nje ya nchi, lakini John Joseph Pombe Magufuli aliona kuna kitu ndani ya Paul Makonda. Siasa ilizaliwa ndani ya moyo wa Paul Makonda tokea akiwa mdogo. Alikuwa akipenda sana kufuatilia na kuzungumzia masuala ya kisiasa, na ndio maana mwisho wa siku mpaka hivi leo Paul Makonda ni mwanasiasa ambaye amezaliwa na kipaji ndani yake. Kwa hiyo kuhusiana na hii ishu ambayo imekuwa ikiendelea kumfanya aonekane kama ni mtu mwenye ushawishi mkubwa katika taifa la Tanzania, na amekuwa akitabiliwa makubwa kabisa katika taifa hili. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa ambayo ikamfanya marehemu Dr. John Joseph Pombe Magufuli aendelee kumkubali na kumuona kwamba hata kama hajasoma kwa level kubwa, lakini ana uwezo wa kujiexpress na ana uwezo wa kuchangia yale ambayo yanaweza yakawanufaisha wananchi, lakini pia na kwa maendeleo ya taifa kwa ujumla. Sina la ziada, lakini cha msingi tukutane kwenye upande wa comment.